Okay. Karibu sana katika channel yetu pendwa ya Apostle Katambi. Channel hii hutuletea mahubiri ya neno la Mungu na mafundisho ya neno la Mungu katika maisha yako. Siku ya leo tunaweza kuzungumza kwa habari ya maombi ya asubuhi. Maombi ya asubuhi. Asubuhi huwa ina nguvu zake katika ulimwengu wa roho. Asubuhi huwa ina nguvu yake katika ulimwengu wa kiroho. Unaweza ukasema, mtumishi, unaongea nini? Ndege huwa wanaamka asubuhi na mapema. Ndege huwa wanaamka asubuhi na mapema. Kianza kulia, viumbe mbalimbali vinaanza kulia asubuhi na mapema. Wanyama wanaweza kusafiri kutoka eneo moja kuelekea eneo la pili asubuhi na mapema. Lakini pia katika ulimwengu wa roho, asubuhi na mapema ndiko wanakoamka wachawi kuharibu siku yako hiyo husika unayoingia. Leo ninafundisha vipengele vya kuombea asubuhi na mapema. Unapoamka asubuhi unaelekea kazini, lakini usiku wa manane au asubuhi na mapema ndiko adui walienda kutega mitego. Wakati wamelala usiku wakaenda kutega mitego. Kwa nazungumza kwa habari ya vipengele vitakavyokusaidia maombi ya asubuhi. Kipengele vitakavyokusaidia maombi ya asubuhi. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia kwenye channel yetu pendwa ya Apostle Katambi, karibu sana kwenye channel hii. Channel hii tunafundisha mahubiri ya neno la Mungu, tunajifunza kwa habari ya neno la Mungu, pia tunajifunza kwa habari ya mafundisho mbalimbali ya kukujenga kiroho na hata kimwili pia. Chukue fursa hii, kama ni mara kwa kwanza kuingia kwenye channel hii pendwa Apostle Katambi, chukue fursa hii ya kusubscribe channel hii. Mungu akubariki sana katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Vipengele vya kuombea asubuhi na mapema. Kipengele cha kwanza cha kuombea asubuhi na mapema, yaani unapoamka ile asubuhi na mapema, kipengele cha kwanza cha kuombea asubuhi na mapema unapokuwa umeamka, kipengele cha kwanza ni maombi ya kumsifu Mungu. Asubuhi na mapema unapoamka, kipengele cha kwanza ni maombi ya kumsifu Mungu katika ulimwengu wa roho. Unamsifu Mungu asubuhi na mapema. Unapoamka unamsifu Mungu asubuhi na mapema, na baada ya kumsifu Mungu asubuhi na mapema, sio kusifu kwa habari ya kuanza kucheza, sio kusifu kwa habari ya kuanza kurukaruka. Unamsifu Mungu kwa habari katika maombi. Wakati unapoingia kwenye maombi, unamwambia wewe ni Mungu wa miungu yote, wewe ni Bwana wa mabwana, wewe ni mfalme wa wafalme wote, wewe ni Baba wa uweza. Unaanza kumsifu Mungu asubuhi na mapema. Zaburi 150 mstari wa kwanza nasema, haleluya, msifuni Bwana katika anga la uwezo wake, msifuni Bwana katika patakatifu pake. Kwa hiyo asubuhi na mapema, ishu ya kwanza ni kumsifu Mungu, na baada ya kumsifu Mungu unamshukuru Mungu kwa habari yale mambo aliyokutendea kwenye maisha yako, aliyokulinda usiku kucha. Kuna watu ni wagonjwa, kuna watu wamepata ajali, kuna watu wamepata shida, amekulinda usiku kucha. Unamwambia Mungu asante. Kipengele cha pili cha kuweza kuomba maombi ya asubuhi, unamshukuru Mungu. Unaweza kumwambia Mungu asante kwa sababu ya ulinzi ulionipa. Mungu asante kwa sababu ya afya ulionipa. Mungu asante kwa sababu ya uzima ulionipa. Kwa hiyo kipengele cha pili cha kuombea katika maombi ya asubuhi na mapema ni kipengele cha kumshukuru Mungu. Kipengele cha tatu sasa, ambacho ni cha muhimu sana, kipengele cha tatu cha maombi ya asubuhi, ambao ni kipengele cha muhimu sana hasa kwa waombaji, ndio unaingia kwenye kipengele kile cha maombi ya rehema. Asubuhi usiingie kufanya kazi, asubuhi usiingie kufanya chochote kama haujaomba maombi ya rehema, kama haujaomba maombi ya rehema. Kwa hiyo rehema, unapoomba maombi ya rehema unaomba toba, na ile toba unayoiomba
asubuhi na mapema, iombe toba hiyo ukiwa umemaanisha. Kwa nini? Usiku kucha wale maadui huwa wanasimama usiku kucha, maadui wanasimama kwenye ulimwengu wa roho, wakiachilia mabaya kwenye maisha yako, kwenye familia yako, kwenye watoto wako, kwenye uchumi wako. Kwa unapoingia maombi ya toba katika ulimwengu wa roho, moja kwa moja unajenga mawasiliano na Mungu. Ule uchafu aliokuwa amekuwekea, takataka zote, uchawi wote, ushirikina wote, unapoingia maombi ya toba, vyote vinaondoka katika ulimwengu wa roho. Kwa unabaki na maisha matakatifu, unabaki na maisha ya kumpendeza Mungu katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ombi la tatu la kuomba maombi ya asubuhi, ingia maombi ya rehema. Kitabu kile unaweza kutumia andiko lifuatalo, kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili, sura ile ya 7 mstari wa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 na kuanzia mstari huo wa 20 na 14. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 14, Biblia inasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha, wakiniomba, nami nitasamehe toka mbinguni na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo maombi ya rehema asubuhi ni kipengele cha tatu cha kuomba asubuhi. Omba maombi ya rehema. Tunaenda kipengele cha 4. Baada ya kuomba maombi ya rehema, unaweza pia ukatumia pia kitabu cha Mathayo sura 11 mstari ule wa 28. Maandiko yanasema, njooni kwangu nyote enyi msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maombi ya rehema katika ulimwengu wa roho yanaweza kusababisha Mungu awe karibu na wewe, Mungu awe karibu na wewe, Mungu aweze kukusikiliza, Mungu aweze kukujibu. Maombi ya rehema asubuhi ni kipengele cha tatu cha kutengeneza siku yako. Kipengele cha 4 cha kutengeneza siku yako katika ulimwengu wa roho. Unapoomba, anza kulitakasa anga lako. Anza kuondoa maneno mabaya kwenye anga lako. Unapoamka asubuhi na mapema, unapoingia kwenye maombi, anza kuondoa maneno mabaya kwenye anga lako. Kwa nini uondoe maneno mabaya kwenye anga lako? Adui anapokuja usiku wa manane, huwa anatamka maneno. Silaha kubwa ya adui katika ulimwengu wa roho, huwa anatamka maneno. Usifanikiwe, usiinuke kiuchumi, usiinuke kimafanikio. Adui huwa anapokuja usiku wa manane, huwa anatamka maneno katika ulimwengu wa roho. Usifanikiwe, usiinuke kiuchumi, usiinuke kibiashara, huwa anatamka maneno katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo yale maneno yanapotamkwa katika ulimwengu wa roho, yale maneno yanasimama kwenye anga lako. Yale maneno yanapotamkwa huwa yanainuka kwenye anga lako. Ndio maana ukisoma kwenye maandiko matakatifu, kitabu kile cha Isaya sura ya 7 mstari wa 7, maandiko yanasema, neno hili halitakuwa wala halitasimama. Kwa maana unasimamisha maneno katika ulimwengu wa roho. Kwa usiku wa manane, mchawi anapoingia kwenye nyumba yako, kwenye eneo lako, huwa anatamka maneno kwenye maji, anatamka maneno kwenye unga, anatamka maneno kwenye vyakula, anatamka maneno kwenye kila ulicho nacho pale nyumbani, huwa anatamka maneno katika ulimwengu wa roho. Sasa unapoombi la 4, unapoenda kuomba kwa habari ya asubuhi yako, ondoa maneno yao waliotamka usiku wa manane, wachawi kwenye anga lako. Hapo utaona uchawi kwenye maisha yako, hapo utaona uchawi kwenye maisha yako. Kwa hiyo unaanza kuondoa maneno yao kwenye anga lako, unayafuta ulimwengu wa roho, maneno yao au matamko yao kwenye anga lako. Hicho kitakusaidia katika ulimwengu wa kiroho. Sasa tunaenda eneo la 5. Baada ya kuondoa maneno yao katika anga lako la kiroho, unaingia kwenye maombi ya kurudisha. Hiyo asubuhi na mapema unaingia maombi ya kurudisha, kwamba kila aliyeleta mabaya kwenye maisha yako, kila aliyeleta mabaya kwenye maisha yako, uchumi wako, usiku wa manane, kwa unaingia kwenye maombi ya kurudisha kwenye ulimwengu wa roho. Unarudisha vita malangoni pao. Sasa ni Isaya 60:11, unarudisha kila lango la adui au anga la adui lilokuwa limeachilia mabaya usiku wa manane kwenye maisha yangu, kwenye familia yangu. Unarudisha kwa moto mabaya yao yote, unatuma moto kwenye maanga yao. Sawa sana kitabu unaweza kutumia andiko lile la Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7.
naandikwa Mungu haziakiwi, apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kwa kama waliopanda mabaya usiku wa manane kwenye familia, kama walivyopanda mabaya usiku wa manane kwenye uchumi, kama waliopanda mabaya usiku wa manane kwenye kazi, unageuza mabaya yao katika ulimwengu wa roho, unarudisha kwenye njia zao zote katika ulimwengu wa roho. Hiyo asubuhi na mapema. Hilo ni ombi la 5, kurejesha kwenye anga la adui vita vilivyosimamishwa, matamko yao, ibada zao katika ulimwengu wa kiroho. Hiyo ni eneo la 5 katika ulimwengu wa roho. Eneo la 6, unapoenda kuombea asubuhi yako, eneo la 6, mtu wa Mungu, unapoenda kuombea asubuhi yako, ili eneo la 6 ni la muhimu sana. Eneo la 6 unapoenda kuombea siku yako ni la muhimu sana. Eneo hili la 6 sasa, hakikisha katika ulimwengu wa roho umefungua malango. Katika ulimwengu wa roho hakikisha eneo la 6 umefungua malango yako ya kiroho asubuhi, maana kuna malango ya asubuhi katika ulimwengu wa roho. Eneo la 6 ni kufungua malango yako ya kiroho. Sasa na Isaya 60:11, milango yako ya biashara, malango yako ya baraka, malango yako mafanikio. Asubuhi na mapema unapoamka, unafungua malango yako ya baraka, malango yako ya mafanikio. Unaweza ukatumia Isaya 60 ule mstari wa 11. Isaya 60:11 nasema malango yako yatakuwa wazi usiku na mchana, wala hayatafungwa. Kwa eneo la 6 la kuiombea asubuhi yako, eneo la 6 la kuombea asubuhi yako, fungua malango yako ya baraka, fungua malango yako ya uchumi katika ulimwengu wa kiroho. Malango yako yakifunguliwa, yakiwa wazi, utafanikiwa kwa kila jambo. Maana yake hiyo siku wanapotaka kupitisha mabaya, wanapitisha kwenye malango yako ya kiroho. Wanapotaka kupitisha mauti katika ulimwengu wa roho, wanapitisha kwenye malango yako ya kiroho. Kwa ukiombea malango yako asubuhi na mapema, hautapata ajali, hautapata roho za mauti, hautapata roho za uharibifu, hautapata roho za laana, sababu malango yako unayafunika kwa damu Yesu. Unanyunyiza damu Yesu kwenye malango yako asubuhi na mapema ya kazi, biashara, uchumi katika ulimwengu wa kiroho. Tunaenda kwenye eneo la 7. Eneo la 7 la kuweza kuombea katika ulimwengu wa roho ili kuweza kuikomboa siku yako au kuweza kuiweka sawa siku yako. Unatakiwa kuombea baraka zako katika ulimwengu wa roho za hiyo siku. Kila siku ina baraka yake. Kisoma Ayubu 38 nasema, je, umekwisha kuyasemesha mapambazuko yako? Umekwisha kuyasemesha mapambazuko yako asubuhi na mapema. Kwa hiyo tunaona kila siku ina baraka zake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu kile cha Mathayo anasema, utupe leo riziki yetu ya kila siku. Utupe leo riziki yetu ya kila siku. Kwa hiyo unachoenda kuombea katika siku unayoanza, ombea baraka za siku yako, baraka za siku yako katika ulimwengu wa roho, baraka zako katika ulimwengu wa roho. Kwa unaombea baraka zako katika ulimwengu wa roho. Hilo ni eneo la 7 ambalo litakusaidia ili siku yako iende vizuri. Unaombea baraka zako, unaombea baraka zako. Hiyo ni sehemu ya 7. Baraka zako kwenye biashara, kwenye kazi za familia, baraka za fedha, baraka za mali, baraka za mashamba. Baraka wako unaufunika kwa damu ya Yesu aliye hai. Baraka wako unauzungushia ulinzi wa damu ya Yesu aliye hai. Eneo la 8 unaloenda kuombea kwa habari ya asubuhi na mapema ni kutegua mitego yao. Unatuma damu ya Yesu kutegua mitego yao, waliotega maadui kwenye njia panda, kwenye makaburi, kwenye barabarani, kule ofisini, kwenye kazi yako. Unategua mitego yao waliotuma maadui katika ulimwengu wa roho. Unapotegua mitego yao waliotuma maadui, hawatakuweza. Maana yake kile ulichokipanga usiku wa manane unakisambaratisha kwa damu ya Yesu, unakiangusha kwa damu ya Yesu, unakivunja kwa damu ya Yesu, hawatakuweza. Kwa eneo la 8 ni kusambaratisha mitego yao, kama ilivyoandikwa Zaburi 90, kama ilivyoandikwa Zaburi. Anasema Bwana atatuokoa na mtego wa mwindaji na ile tauni iharibuyo. Bwana atatuokoa na mtego wa mwindaji na ile tauni iharibuyo. Kwa asubuhi na mapema unategua mitego yao. Kama hujaenda kazini katika ulimwengu wa roho, waliokusudia usiku wa manane, waliotamka usiku wa manane, unategua hiyo mitego katika ulimwengu wa roho, na Mungu wa mbingu na nchi anaweza kukupigania katika jina la Yesu aliye hai. Lakini pia kabla hujaenda asubuhi na mapema kazini, tuma malaika, sambaza malaika. Eneo la 9, achilia malaika wa Mungu kila pembe, waende mbele yako, wakupiganie, wakutetee, wakulinde, wakusaidie. Malaika wa Mungu akienda mbele yako, wanakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo usiku sasa unatuma malaika wa baraka,
unatuma malaika wa baraka, wanaenda malaika wa baraka kwenye kazi yako, unatuma malaika wa kazi. Kama ni mhubiri, unatuma malaika wa injili, unawaita malaika wa injili pamoja na wewe. Kama ni mwombaji, malaika wa maombi wao pamoja na wewe, majibu ya maombi. Kwa asubuhi na mapema unatuma malaika wa Mungu, wanakuwa pamoja na wewe, wanakulinda, wanakutunza na wanafanya kazi ile ambayo unatakiwa kuifanya wewe. Kama ni unafanya biashara, unatuma malaika kuleta wateja kwenye biashara yako, kuleta wateja kwenye biashara yako, na hapo utakuwa umeshinda na Mungu atakupigania katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo tunaenda jambo la 10 ambao unaweza kuombea kwa habari ya siku yako. Jambo la 10 ambao utaenda kuombea kwa habari ya siku yako. Omba watu wa baraka, omba watu wa baraka, omba watu wa baraka kwenye maisha yako, kwenye mafanikio yako, kwenye kila unachokifanya katika hiyo siku mpya ambayo Mungu amekupa. Mungu akukutanishe na watu wa baraka. Mungu akukutanishe na watu ambao wamebeba fursa yako katika maisha yako. Mungu akubariki sana. Huyo ni eneo la 10 ambalo unatakiwa kuomba kwa habari ya siku unapoianza, au maombi ya kuombea siku yako. Eneo la 10 ni kuombea watu wako wa baraka. Mungu, kile unachoenda kutafuta kuna watu wako nacho. Kile unachoenda kutafuta kuna watu wako nacho, ambacho wewe ukiomba Mungu anakutendea. Lakini eneo la 11 la kuombea katika siku yako, omba kibali. Omba kibali, omba kibali kwa watu wote. Kibali cha Mungu kiwe juu yako kwa watu wote. Kibali cha Mungu kiambatane na wewe kwa watu wote. Na hiyo eneo la 11, kibali cha Mungu kikiwa juu yako, eneo la 12, hilo ni sehemu ya 12. Kibali cha Mungu kiwe juu yako kwa kila unachoenda kukifanya katika siku hiyo. Kibali cha Mungu kiwe juu yako kwa kila unachoenda kuitenda katika siku hiyo. Mungu akubariki na neema ya Mungu iwe juu yako. Kwa tunaenda kwenye eneo la 12 baada ya kuomba kibali cha Mungu kiwe juu yako. Omba kibali cha Mungu kiwe juu yako. Omba neema ya Mungu iwe juu yako katika ulimwengu wa roho. Neema ya Mungu ikikufunika na kukulinda katika kila jambo. Nataka twende. Mungu akubariki. Tunaenda kumaliza ujumbe wetu na tutaendelea somo hili. Unaweza ukasubscribe channel yetu, na Mungu akubariki sana. Amen.